Karibu mpenzi mtazamaji na fuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Sauti ya Ukweli wa Leo pamoja na Sanctuary. Ninakukaribisha katika mwendelezo wa kujifunza neno la Mungu. Langu jina ni Baraka David. Naam, katika siku ya leo kuna somo lingine zuri sana ambalo Bwana anatamani kutuamsha mimi nawe kutoka katika usingizi ambao tumelala. Bwana anafanya kila namna, kila njia ya kuhakikisha kwamba tunaamka na kuutazamia wakati ambao uko mbele yetu. Ninakualika tupate kuomba tunapoenda kujifunza somo hili la leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa wasaa ambao umetupatia na mtazamaji wangu. Tunapoenda kujifunza neno hili, tusaidie uelewa uliokuwa sahihi. Ni kupitia jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ndugu mpenzi mtazamaji unanitazama, ninapenda kukuhakikishia kwamba tunaishi katika zama za mwisho. Tunaishi katika siku za mwisho sana, ambapo mambo yote ambayo tumekuwa tukiyasikia katika unabii yanaenda kutimia kwa kasi mbele ya macho yetu tukiyashuhudia. Bwana anahitaji tufanye jambo fulani kama kanisa. Bwana anahitaji tufanye jambo fulani kama familia. Bwana anahitaji tufanye jambo fulani kama mtu mmoja mmoja, kuibeba kazi yake katika mabega yake. Sikiliza, kila kitu kipo bayana, na hatimaye mwanadamu anaelekea katika uovu mkuu. Nami leo ninashiriki somo hili pamoja nawe. Bwana akatusaidie tuamke kutoka kwenye usingizi mzito ambao tumelala. Unajua Bwana anasema nini kuhusiana na sheria yake, kuhusiana na amri zake, hususan tunapoishi katika zama hizi za mwisho? Nami nitasoma maneno kutoka katika roho ya unabii. Tumsikilize mjumbe wa Mungu anachotueleza na anachotuonya wanadamu katika siku hizi za mwisho. Bwana anachokisema ni hiki. Anasema hivi: pambano kuu ambalo shetani alianzisha katika nyua za mbinguni hivi karibuni sana litaamuliwa milele. Hivi karibuni wakaaji wote wa dunia watakuwa wamechagua upande wao, ama kwa ajili ya au dhidi ya serikali ya mbinguni. Mjumbe wa Mungu anaeleza ya kwamba pambano kuu ambalo shetani mwenyewe amelianzisha katika nyua za mbinguni hivi karibuni sana litaamuliwa milele. Na anasema ya kwamba hivi karibuni wakaaji wote wa dunia watakuwa wamechagua upande wao, ama kwa ajili ya Mungu ama kwa ajili ya shetani. Ndivyo ambavyo itakavyokuwa. Mimi nawe ni wakaaji wa ulimwengu huu, ndiyo, nasi tutakuwa tumechagua upande. Tunasimama kuitetea sheria ya Mungu, tunasimama kuitetea amri ya Mungu, au tunasimama dhidi ya muumbaji wetu, ama tunampinga muumbaji wetu. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na anaendelea kwa kusema, sasa kuliko wakati mwingine wowote, shetani anatumia uwezo wake wa kudanganya ili kupotosha na kuharibu kila nafsi isiyolindwa. Katika zama hizi za mwisho, shetani anatumia nguvu zake zote kuhakikisha ya kwamba anadanganya na kuharibu nafsi yoyote ambayo hailindwi. Ndivyo ambavyo shetani anafanya kazi. Bwana anajaribu kutuelekeza namna ambavyo shetani anaperform. Shetani anafanya kazi kwa namna gani? Ni kwamba anatumia nguvu zake zote kuhakikisha ya kwamba anatunasa na kutunasa. Je, mimi na wewe hatupendezwi na kuamka kutoka kwenye usingizi wetu? La hasha. Bwana anaendelea kwa kusema ya kwamba tunaalikwa kuwaamsha watu wajitayarishe kwa mambo makubwa yaliyo mbele yao. Bwana anasema tunaalikwa tuwaamshe watu ili wajitayarishe kwa mambo makubwa ambayo yako mbele yao. Ndivyo ambavyo Bwana anasema ya kwamba tunaalikwa ili kuwaamsha watu. Nami leo ninakualika ili uamke, nami niamke. Ninakualika ili kumwamsha jirani, ndugu, jamaa na rafiki, ili atambue ya kwamba kuna wakati uko mbele yetu. Katika Yeremia 6:14 neno la Mungu linasema, wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Ndivyo ambavyo katika Yeremia anasema ya kwamba Bwana anasema wameiponya
jeraha ya watu wangu kwa juu juu tu, wakiwaambia kwamba kuna amani, wala hakuna amani. Ndivyo ambavyo tunavyohubiriwa. Tunahubiriwa ya kwamba kuna amani, tunahubiriwa mafanikio, tunahubiriwa vitu laini laini. Hatuambiwi shida zetu, hatuambii tatizo letu ni nini. Tatizo ni dhambi, tatizo ni kukanyaga sheria ya Mungu. Lakini Bwana anasema hawa watu hawa wameponya jeraha ya watu wangu kwa juu juu tu. Ndivyo ambavyo mimbari imesheheni hivi sasa, habari ya matumaini tu, habari ya amani tu, habari ya fedha tu, habari ya kuneemeka na mema. Lakini tunaendelea kukanyaga sheria ya Mungu? Hapana. Inafika pahala tunaarikana kuambiana ya kwamba imefika pahala Bwana atasimama kutetea sheria yake. Na ndivyo mwanadamu anavyoelekea kuvunja sheria ya Mungu kikamilifu. Bwana anasema katika Zaburi 119 fungu la 126, Bwana imefika wasaa wa kusimama atende kazi, kwa sababu tumeibatilisha sheria yake. Nami ninakualika mpendwa ya kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho. Imetupasa kuwa Wakristo kwelikweli, zaidi ya Waadventista kwa Sabato. Neno la Mungu linaendelea kusema tunaalikwa kuwaamsha watu wajitayarishe kwa mambo makubwa yaliyo mbele yao. Ni lazima tutoe onyo kwa wale ambao wamesimama kwenye ukingo wa uharibifu. Lazima tutoe onyo kwa wale ambao tumesimama katika miisho ya ulimwengu. Lazima tujue ya kwamba tatizo ni ukengeufu wa sheria ya Mungu. Naam, anasema ya kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuweka kila nguvu katika kupambana na uongo wa shetani na kubomoa ngome zake. Tumepaswa kutoa nguvu zetu, akili zetu, mali zetu katika kupambana na uongo wa shetani. Ndivyo ambavyo tunaelekezwa. Tusiponye jeraha kwa juu juu tukiacha sheria ya Bwana ikikandamizwa, sheria ya Bwana ikiangushwa chini, ili hali watakatifu ambao tumekabidhiwa sheria yake, amri zake na ushuhuda wa Yesu tuko hai. Bwana anasema tualikane ili tuwaonyeshe watu ya kwamba tupo katika ukingo wa ulimwengu. Jumbe wa Mungu anaendelea kusema kwa kila mwanadamu katika ulimwengu mpana ambaye atatii, tunapaswa kuweka wazi kanuni zilizo hatarini. Kila mwanadamu anayeishi katika ulimwengu huu wa leo ambaye atatii amri za Mungu, ambaye atatii maagizo ya Mungu, lazima aweke hadharani kanuni ambazo zipo hatarini, ambazo ni amri zake, amri ya Mungu. Anaendelea kwa kusema katika pambano kuu, kanuni ambazo juu yake hutegemea hatima ya milele ya nafsi, ambazo ni amri za Mungu, zinategemea hatima ya milele ya nafsi. Kwa kuzipinga, kwa kuzikanyaga, hakuna mwanadamu atakayeokolewa, hakuna maisha. Bwana anasema lazima tuweke bayana kwamba amri za Mungu ni msingi wa maisha ya kila mwanadamu ambaye anaishi katika ulimwengu huu wa leo. Bwana anaendelea kusema nini? Anasema kwa watu walio mbali na walio karibu tunapaswa kuleta swali hili. Swali gani hili? Anasema, je, unamfuata mwasi imani ambaye ni shetani mkuu katika kutotii sheria ya Mungu, au unamfuata mwana wa Mungu ambaye alitangaza nimezishika amri za Baba yangu? Uko upande gani mpendwa? Tunapoelekea katika miisho ya dunia, tukitazama lile somo la unabii, tunaona namna ambavyo ulimwengu umefikia ukingoni. Tunatetea kitu gani mpendwa? Ni aidha tunatetea sheria ya Mungu na amri zake, au tunakaa kinyume naye. Lakini tunaalikwa katika zama hizi ya kwamba tusiziponye jeraha kwa juu juu tu, tukisema kwamba kuna amani wala hakuna amani. Bwana anatueleza ya kwamba tunaishi katika zama za mwisho. Imetupasa kuwa wanyenyekevu ili tupokee wito wa Bwana tukaifanye kazi yake. Ujumbe huu haukutumika kwa nguvu zaidi kuliko unavyohitajika leo. Zaidi na zaidi ulimwengu unabatilisha madai ya Mungu, unabatilisha madai ya Mungu. Watu wamekuwa wajasiri katika uasi. Watu wamekuwa jasiri
tumekuwa jasiri katika kuvunja sheria za Mungu. Tumekuwa majasiri sana. Na anasema uovu wa wakazi wa dunia anasema uovu wa wakazi wa dunia karibu umejaza kipimo cha uovu wao. Yaani kipimo cha uovu ni karibia kimejaa. Bado kidogo tu kimejaa. Ndivyo Bwana anavyotueleza. Kwa sababu tumekuwa jasiri wa kuvunja sheria za Mungu. Mimi nawe tunakaa upande gani mpendwa? Tunavyoyaona haya, dunia inavyomomonyoka kimaadili, tunavyoyashuhudia haya ulimwenguni, katika mitaa yetu, katika majiji yetu, katika ulimwengu mzima, tunaona nini? Tunafanya nini? Au tunaungana nao? Bwana anatuuliza katika siku hii ya leo, tuamke mimi pamoja nao. Bwana anasema dunia hii inakaribia kufikia mahali ambapo Mungu hataruhusu mharibifu afanye mapenzi yake juu yake. Sikiliza. Dunia hii inafika sehemu ambapo mwanadamu atafikia ukomo wa kutenda dhambi. Bwana hataruhusu tena mwanadamu kudiliki kuvunja sheria yake. Bwana amekuwa mvumilivu wa muda mrefu, rehema yake ikisii mwanadamu kuacha uovu. Na kadiri Bwana anavyotoa rehema, anavyotoa muda, mwanadamu baada ya kuacha maovu, mwanadamu anapandisha uwezo wa kutenda maovu na kuwa jasiri katika kuvunja sheria zake. Na hatimaye Bwana anasema si punde muda utafika mwanadamu hataruhusiwa tena kuendelea kutenda dhambi. Na hii inatuambia kwamba itoshe kudumu katika dhambi. Kwa sababu gani? Tupo karibu na mwisho. Bwana anasema nini? Bwana anasema hivi: kubadilishwa kwa sheria za wanadamu badala ya sheria ya Mungu, pale ambapo mwanadamu ataweka sheria za kibinadamu na kuondoa sheria ya Mungu. Bwana anasema hivi: kuinuliwa kwa mamlaka ya kibinadamu tu ya Jumapili badala ya Sabato ya Biblia ndilo tendo la mwisho katika mfululizo wa maigizo. Bwana anasema hivi: kubadilishwa kwa sheria za wanadamu badala ya sheria ya Mungu, kuinuliwa kwa mamlaka ya kibinadamu tu ya Jumapili badala ya Sabato ya Biblia ndilo tendo la mwisho katika mfululizo wa maigizo. Bwana anaeleza kwamba kubadilishwa kwa sheria ya Mungu na kuweka sheria ya mwanadamu na kubadilisha Sabato takatifu ya Biblia ya siku ya saba na kuweka Sabato bandia ya siku ya Jumapili, hili ndilo tendo la mwisho la mfululizo wa maigizo katika uovu wa mwanadamu. Hapo Bwana hatavumilia. Yote tumetenda, lakini tunapofika kubatilisha sheria yake na tukaweka sheria za kibinadamu, tukatoa Sabato takatifu, tukaweka sheria ya Jumapili, ibada ya Jumapili ikachukua nafasi ya Sabato takatifu ya kibiblia, Bwana anasema huo ndio uovu wa mwisho kwa mwanadamu. Na ndipo katika Zaburi 119 fungu la 126 Bwana anasema atasimama kuitetea sheria yake, kwa maana tumeibatilisha. Mimi nawe tuko upande gani mpendwa? Bwana anaendelea kwa kusema ya kwamba wakati mabadiliko haya yanapokuwa ya ulimwengu wote, Mungu atadhihirisha mwenyewe, Mungu atajidhihirisha mwenyewe, atainuka katika enzi yake ili kutikisa dunia. Pale ambapo mwanadamu atafanya tendo la mwisho la kubadili sheria ya Bwana, ya kubadili Sabato ya Biblia na kuweka Sabato ya uongo, Sabato bandia, Bwana anasema yeye mwenyewe atasimama kutoka kwenye kiti chake cha enzi, atajidhihirisha mwenyewe, atainuka katika enzi yake ili kutikisa dunia. Atatoka mahali pake ili kuwaadhibu wakaao duniani kwa ajili ya uovu wao. Hii inatisha mpendo. Pale ambapo mwanadamu tunakuwa majasiri kuvunja sheria ya muumba mbingu na nchi, yeye ambaye anaturuzuku pumzi ya uhai, yeye ambaye ananyeshea mimea tunapata chakula, yeye ambaye anatubarikia mema, tunapovunja
Na tunapofika hatua ya kuvunja na kubadilisha kabisa sheria yake, anasema yeye mwenyewe Bwana atatoka kutoka kwenye kiti chake cha enzi, atakuja duniani, ataitikisa dunia na waovu wote. Bwana anasema ya kwamba kwa ajili ya uovu wao, na dunia itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake waliouawa. Sikiliza, mwanadamu amekuwa jasiri la kuvunja sheria ya Mungu. Uvunjaji wa sheria ya Mungu utasababisha mwanadamu kuangamizwa. Hii nukuu ni nzuri sana. Natamani tuipokee wote kwa pamoja ili tujue Bwana anachokisema ni nini katika kuamka. Bwana anasema hivi: niliona kwamba masalio hawakuwa wamejitayarisha kwa ajili ya kile kinachokuja juu ya dunia. Ujinga kama uchovu ulionekana kuning'inia akilini mwa wengi wa wale wanaodai kuamini kwamba tuna ujumbe wa mwisho. Unajua Bwana anachokisema ya kwamba Waadventista wa Sabato, masalio, wameonekana kwamba hawako tayari kwa kile ambacho kinaujia ulimwengu. Ujinga kama uchovu unaonekana kuning'inia kwenye akili zetu, ya kwamba tunaamini kweli tuna ujumbe wa mwisho. Tumekaa kanisani, tumerelax kwamba kanisa lina ukweli kweli. Bwana anasema hatuelewi na hatuko tayari. Anasema ya kwamba hatuko tayari, na ujinga kama uchovu ulionekana kuning'inia akilini mwa wengi wa wale wanaodai kuamini ya kwamba tuna ujumbe wa mwisho. Hiyo ndio hali ambayo tunayo sasa. Tumesinzia na wala hatuko tayari. Dunia yote iko tayari. Tunaona heka za taifa la Marekani, dini na siasa vinavyoungana kwa ukaribu sana. Tunaona namna ambavyo serikali na dini, serikali na kanisa la Katoliki linakuja pamoja ili kufanya yale ambayo yalifanyika kipindi cha nyuma. Lakini watu bado tunayaona kwa ni ya kawaida. Imetupasa sasa kutii kila agizo la Bwana ambalo linapatikana kwenye Biblia. Imetupasa kuacha ubishi. Imetupasa twende kwa unyenyekevu, tumuulize Bwana ni yapi mapenzi yako tuyatende. Bwana anasema hatuko tayari. Masalio walionekana ya kwamba hatuko tayari, ila ulimwengu uko. Bwana anataka kusema kwamba malaika aliyeandamana nami, malaika aliyeandamana naye alilia kwa unyenyekevu wa kutisha. Bwana anasema jitayarishe, kwa maana hasira kali ya Bwana inakuja upesi, ghadhabu yake itamwagika isiyochanganyika na rehema, nanyi hamko tayari. Bwana anasema jitayarishe. Ghadhabu ya Bwana ambayo haijachanganywa na rehema itamiminika, nasi kama masalio, kama Waadventista wa Sabato hatuko tayari. Ila Bwana anasema jitayarishe, ujitayarishe. Nijitayarishe. Anaendelea kusema raweni moyo na si vazi. Kazi kubwa lazima ifanywe kwa waliosalia. Nasi tumefikiwa na miisho ya dunia. Nasi tuliosalia tunaambiwa ya kwamba tujitayarishe. Tunaambiwa tuamke kwenye huo usingizi wa usiku wa manane tuliolala, ili kwamba tuifanye kazi ya Bwana, ili kwamba tuuambie ulimwengu kosa lake, juu ya uvunjifu wa amri za Mungu. Tutasimamaje wapendwa? Tutasimamaje tuweze kupona? Ni lazima tuamke. Bwana anasema kazi kubwa lazima ifanywe na kwa waliosalia. Wengi wao wanakaa juu ya majaribu madogo. Malaika akasema majeshi ya malaika wabaya yamewazunguka, na wanajaribu kusonga mbele katika giza lao la kutisha, ili mnaswe na kunaswa. Mnaruhusu akili zenu kugeuzwa kwa urahisi kutoka katika kazi ya matayarisho na ukweli muhimu sana wa siku hizi za mwisho. Bwana anaeleza ya kwamba tunaruhusu akili zetu kugeuzwa kwa haraka kutoka kwenye kazi ya matayarisho na kweli muhimu wa siku za mwisho, ambao unaitwa ukweli wa leo. Ndivyo ambavyo Bwana anasema
majeshi ya shetani yanasonga mbele kwa kasi na kwa nguvu kuhakikisha ya kwamba hakuna masalia, hakuna yeyote ambaye atakayeokolewa, ili hali sisi tumelala usingizi tukihisi kwamba kuna amani, tukibembelezwa kwamba kuna amani, lakini kumbe amani haipo. Bwana anatuambia ya kwamba tujitayarishe, kwa sababu tunafaa kufa kifo kikubwa hapo mbeleni kwa sababu ya sheria yake. Bwana anamalizia kwa kusema, nanyi mnakaa juu ya majaribu madogo madogo na kuingia katika mambo madogo madogo ya matatizo madogo, ili kuyaeleza kwa kutosheleza hili au lile. Pendwa, tunaishi katika nyakati za mwisho sana, ambazo mimi na wewe imetupaswa kuyakubali mapenzi ya Mungu ili kuokoa nafsi zetu. Hili sio swala la nani kasema, hili sio swala la mchungaji fulani kasema, hili sio swala ya yule ambaye alikushawishi kubatizwa amesema. Hapana, ni swala la Mungu amesema, ni swala la Biblia imesema. Ili hali tunapoozwa nafsi zetu, ili hali tunanyunyuziwa ya kwamba amani amani, hiyo sio shida, ila shida ni kwamba wanapoteza nafsi yangu, wanapoteza nafsi yako. Huu sio muda wa kumwamini mtu mpendwa, ni muda wa kuamini neno la Mungu na roho ya unabii kuhakikisha ya kwamba ndio imesema hivi. Kwa unyenyekevu Bwana atatufunulia. Ndivyo ambavyo Bwana anatueleza mpendwa, ya kwamba tumekuwa na ujasiri wa kuvunja sheria yake. Katika masomo yajayo tutaona ni namna gani ambavyo ulimwengu unaelekea katika kuvunja sheria hii takatifu ya Bwana, na tutaona ya kwamba ni namna gani ambavyo binadamu kulingana na mamlaka za kibinadamu na sheria za kibinadamu zitashika pale ambapo sheria ya Mungu. Hivi ndivyo ambavyo Bwana anaelekeza mpendwa, ya kwamba masalio wa Adventista wa Sabato hatuko tayari kwa kile ambacho kinaujia ulimwengu. Nami katika siku hii ya leo ninakualika katika vipindi vijavyo ambavyo tutaangalia kwa undani ni namna gani ambavyo ulimwengu unaelekea ukingoni, namna gani ambavyo muovu anaunganisha majeshi yake, na namna gani ambavyo sisi kama kanisa, kama familia, kama mtu mmoja mmoja, kama kanisa tumelala. Na kwa kuyaona hayo, imetupasa kila mmoja kuamka na kutenda kazi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Langu jina ni Baraka David. Ninakualika katika vipindi vijavyo ambavyo tutakuwa na mfululizo wa masomo mazuri ya kutuamsha tupate kuamka, hatimaye nyumbani kukaribu. Bwana akubariki sana. Tupate kuomba tunapoelekea kufunga somo letu la leo. Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa masaa haya. Tunasema asante kwa sababu ya neno lako. Endelea kutufundisha hata kwa vipindi vijavyo, tupatie uelewa uliokuwa sahihi. Na kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.